Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kipindi ambacho mwanadada na mfanyabiashara maarufu kabisa hapa nchini Tanzania, Nifa, akiwa bado kipindi kile akiwa yuko ndani ya mahabusu akiwa amekamatwa kwa makosa ya kuchochea fujo ambazo zilitokea siku ya uchaguzi, ambapo kesi ambayo ilikuwa inamuandama Nifa ilikuwa ni kesi ya uhaini. Naam, so kama unakumbuka vizuri ni kwamba kulikuwa kuna mambo mengi sana yanaendelea mitandaoni na watu wengi sana walikuwa wakiwatazama wasanii jinsi ambavyo walikuwa kama vile kwa namna moja au nyingine walikuwa kama wamemtupa Nifa, yani walikuwa kama vile hawamfariji au kuposti kusema chochote kile kwa ajili ya familia yake, pia kuipa moyo na vitu vingine kama hivyo katika wakati huo mgumu. Ni jambo ambalo wadau walikuwa wamelinotice na kuanza kuwaandama baadhi ya wasanii ambao walikuwa hawaonyeshi kuguswa na kile ambacho kimemkuta huyu socialite au mfanyabiashara maarufu hapa Tanzania, mwanadada huyo Nifa. Na moja kati ya watu ambao walikuwa wanasemwa huko mitandaoni bwana alikuwa ni mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Paula. Huyu Paula bwana, yeye ni binti wa Kajala kama unavyofahamu, lakini pia vile vile ni mpenzi wa Mario au Mama Amara. Ni kwamba yeye bwana hakuposti chochote katika kipindi chote ambacho Nifa alikuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sasa kutokana na sababu hiyo, moja kwa moja wadau mbalimbali huko mitandaoni au page mbalimbali zikaanza kuripoti wakiwa wanaanza kumjaji Paula, wakiwa wanamuuliza kwamba bwana, kwa muda wote huu ina maana kwamba hujui kile ambacho anachopitia Nifa, mbona hujaposti chochote kuhusiana na kile ambacho kinachomuhusu Nifa na vitu vingine kama hivyo. Lakini Paula mwenyewe hakupenda watu walivyokuwa wanatrendisha hizo comment za kumjaji yeye kwamba hajamsupport kivyovyote vile Nifa kipindi amekamatwa. Lakini baada ya Nifa kutoka, amekuja kutoa siri nzito ambayo watu wengi sana walikuwa hawaijui, na ni jambo ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo wazi. Yani ni kwamba unaweza ukaona kama vile labda Paula alikuwa amekaa kimya, lakini kumbe behind the scene, yani nyuma ya pazia, Paula naye pia alikuwa ni mmoja kati ya watu wa karibu sana wa Nifa, na alikuwa wameshikamana hata katika kipindi ambacho Nifa alivyokuwa amekamatwa. Yani katika wakati mgumu ambao Nifa alikuwa anapitia, Paula alikuwa yuko karibu naye kiasi kwamba hata kule Segerea alienda kumuona, jambo ambalo yeye mwenyewe Paula alikuwa hajaliweka wazi. Lakini Nifa baada ya kutoka ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram leo hii baada ya kuachiwa jana na mashtaka yake kufutwa. Ni kwamba leo Nifa bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story ameweka posti ikiwa inaelezea shukrani zake kwa Paula na vile vile kwa shukrani zake kwa familia nzima, maana hata Kajala naye pia alikuwa mstari wa mbele katika swala zima la kumtia moyo Nifa katika wakati ule mgumu ambao alikuwa anapitia. Lakini kwa upande wa Kajala tunakumbuka yeye alikuwa akimposti mara kwa mara Nifa na kumfariji na kufariji familia na vitu vingine kama hivyo, lakini Paula alikuwa kimya. Lakini kumbe Nifa anafahamu mchango wa Paula, kwani Paula naye pia alikuwa anaenda kumtembelea wakati amekamatwa. Sasa leo hii bwana kupitia ukurasa wake Nifa pale juu katika Insta story katika ukurasa wake wa Instagram ameweka ujumbe huko akiwa ameambatanisha na picha za Paula akiwa yuko na mama yake Kajala. Akaandika kwamba my dear the real Paula Kajala, yani Paula huyo binti wa Kajala, thank you, ulikuwa wa kwanza kabisa kuungana na rafiki zangu kuja gerezani kuniona. Nifa bwana hapa ndipo alipo reveal kwa mara ya kwanza kumbe na yeye pia Paula pamoja na marafiki wa Nifa wote walikuwepo katika heka za kwenda kumuona Nifa gerezani wakati amekamatwa. Kwa hiyo hapa Nifa bwana amekuja kutoa shukurani zake za dhati kabisa kwa Paula kwa upendo ambao aliuonyesha. Lakini Nifa kuishia hapo, akaendelea kusema kwamba ulikuwa wa kwanza kuungana na rafiki zangu kuja kunitembelea kuja gerezani kuniona weekend ya kwanza kabisa, na ukaniachia mpunga wa kutosha, na mara ya pili tena ukaja na familia nzima, wewe, Kajala na Mario. I was more than happy.
Umeona bwana. Kwa hiyo mara ya kwanza Paula alienda kumuona Nifa akamwachia na fedha, and then mara ya pili tena alienda yeye na familia nzima, yani huyu Paula, Kajala, mama yake pamoja na Mario mwenyewe, wote walienda kumtembelea Nifa gerezani. Na Nifa amekiri kwamba ni kitu ambacho kilimfanya awe na furaha sana alivyoona wote wameenda kumtembelea. Ameandika hapa, I was more than happy. Allah awalipe kila la heri. Asanteni sana kwa moyo wenu wa upendo. Mungu awabariki sana. Nawapenda leo na kesho. Allah aepushe hasad na macho ya uovu baina yenu. Nifa akaendelea kusema kwamba nyinyi ni familia. Asanteni sana kwa kumpa faraja mama yangu. She is so grateful to you kwa kila hali. Kwa hiyo mpaka mama wa Nifa naye pia alipata faraja kuona Paula, Kajala, Mario wote wanaenda kumtembelea mwanae gerezani. Kwa hiyo amesema kwamba anawashukuru na anawatakia kila laheri bwana kwa kile au kwa ule upendo ambao amewaonyesha. So hiki ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wafahamu, lakini Nifa baada ya kutoka gerezani moja kwa moja bwana amekuja kuposti na kuweka mambo hayo bayana, na page mbalimbali huko mitandaoni bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapo kuna page wamekuja wameandika kwamba bwana mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa kwa mara ya kwanza kabisa tangu aachiwe huru hapo jana, kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye IG story yake pale juu amemshukuru sana mwanamitindo pamoja na mama yake Kajala, yani mwanamitindo Paula pamoja na mama yake Kajala na msanii Mario kwa upendo alioonyesha kwa kumfariji alipokuwa gerezani baada ya kumtembelea. So huo ndo ulikuwa ujumbe wa Nifa kwa Mario pamoja na Paula pamoja na Kajala mwenyewe kwa upendo ambao walimuonyesha kipindi ambacho yeye alikuwa bado yuko ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa ambayo alikuwa ameyafanya. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.